Sawa, kwa hongera kwanza kwa ushindi mwalimu. Labda nini maoni yako kutokana na mechi ya leo? Najua utakuwa na mengi ya kuongea. Hebu zungumza kidogo na mashabiki wenzako wa Yanga. Kwanza ushindi wa leo ni ushindi wa wananchi wa klabu ya Yanga kokote duniani. Kila mmoja amemwaga jasho lake. Mashabiki tumemwaga uwanjani kwa kuja kushangilia. Wachezaji wamepambana uwanjani. Viongozi wameweka miundombinu mizuri kwa ajili ya kuhudumia klabu. Lakini na vile vile mwaka huu kuna changamoto nyingi zaidi. Wachambuzi wa bahasha walikuwa sehemu hawakuwa sehemu katika upande wa haki. Klabu leo na Yanga imeonyesha ubora wake uwanjani. Tulivyosema Yanga ni timu bora ya karne duniani. Kwa sababu Yanga msimu huu hiki kinachukua ni kikombe cha 4. Yaani sisi na PSG ndio tuna timu na vikombe 4. Kwa Yanga kile kuchukua tarehe 29 kikombe cha 5, Yanga inakuwa ni timu ya karne, timu ya dunia. Imechukua vikombe 5 vyote. Lakini shughuli kubwa yote imeiona, tuliwaambia kuna mtu anaitwa Pacome Zouzoua Zidane wa Afrika. Ana ubongo mguuni. Tuliwaambia ushuhuda mkubwa kamuulize leo Kapombe, alikuwa anatembea na miguu 4. Hiyo ni shughuli ya Pacome. Lakini vile vile leo mmeona Pacome amekuwa man of the match. Mpanzo akwepo. Sikiliza, kuna mtu anaitwa Israeli Mwenda. Kaanza under 17, under 21, under 23. Anacheza national team. Mpanzo hajapitia madaraja. Akutana na mwamba Israeli Mwenda, Mpanzu mpaka kama namba anakuja katikati. Lakini leo hajaonekana. Tulivyosema Pacome ni bora kuliko Mpanzu. Leo uwanjani watu wameona. Lakini kikubwa zaidi leo tumefunga goli 2. Ndani ya msimu huu klabu pekee ambayo imetuchangia ubingwa pointi nyingi ni Simba. Pointi 6, magoli 3. Ndio timu pekee ambayo tumeifunga na tumezidi kila kitu. Kwa msimu huu ubingwa tumeipata kwa sababu ya kufunga Simba. Ngao jamii tumeipata baada ya kumfunga Simba nusu fainali. Na mwaka huu tumekuwa ubingwa ligi kuu Tanzania bara baada ya kumfunga Simba fainali. Kwa maana yake timu kibonde kwa Yanga ndani ya msimu huu ni Simba Sports Club. Nini kinachotokea? Kinachotokea ni kimoja. Tulisema mwanzo wa msimu huu Simba hawezi kubeba kikombe chochote kwa sababu kwa ajili ya usajili wake. Leo usiku huu ikitokea ni Mangungu ni mbaya, Mo ni mbaya. Lawama zinaanza leo. Lakini lawama za msimu huu Mangungu sio mwenyekiti wa bodi ya kujenzi ya Simba. Maana yake Mo Dewji ndio amechukua hii timu. Kwa mashariki wa Simba, lawama zote ziende kwa Mo Dewji kwa sababu mwaka huu Mo Dewji ndio kiongozi. Simba hajaondoka na kikombe chochote. Na hata kidogo gata. Ubingwa. Sikiliza. Kwa maana yake lawama kwa nani? Kwa Mo Dewji. Mo ni kiongozi ndani ya Simba msimu huu. Mo hana kikombe chochote. Mangungu mwaka jana alikuwa ni kiongozi wa Simba. Alikuwa na vikombe hivi viwili. Kombe cha Muungano na Ngao. Kwa Mangungu ni bora kuliko nani Mo? Kwa wana Simba ni muda mwafaka kumsukuma Mo aondoke nje. Leo refari ni Mwarabu, uongo kweli? Tunaomba msimu unaokuja ikiwapendeza refari katikati ya Mo Dewji, lazimeni Mangungu, lazimeni huko Atajeli, Kamisa awe nani mzee wetu magoli. Na Simba anafungwa mbele ya Yanga sasa. Yanga itaka jambo lake, hakuna klabu yoyote duniani. Mwalimu mashabiki wa Simba walikuwa wanasema kwamba hamwezi mkachukua ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Labda hiyo kauli hembo wajibu. Ndio maana tukasema hivi, Mpanzu ni mchezaji wa mkopo, Mpanzu mchezaji wa kawaida. Tulivyoambia sisi tuna Pacome Zouzoua Zidane wa Afrika mwenye ubongo mguuni, tulimaanisha na ubora wake. Pacome ndio mchezaji pekee katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu ana tuzo 9. Sawa. Peke yake. Kwa Sekeli, hii ya Kibushmeni. Umeelewa? Kwa maana yake ukisema MVP msimu huu, maana yake ni Pacome kwa sababu ana tuzo nyingi kuliko mchezaji yoyote. MVP hawezi kupewa kwa magoli ya penalty hajaikana duniani. MVP anapimwa kwa kuwa na tuzo nyingi. Unaelewa? Kwa leo tukisema MVP ligi kuu Tanzania bara ni nani? Pacome. Lakini ukisema duniani wamefanya kitu kimoja research. Upate kipa bora au angalie clean sheet au angalie save. Wanaangalia percentage katika mechi zilizocheza. Ukichukua Pipi ni Kamara, mechi zilizocheza na clean sheet ana wastani 70%. Game 28. Ana clean sheet ngapi? Ana 19. Chukua 19 chini ya 28 zidisha mara 100. Hizo ni hesabu asilimia. Unapata wastani asilimia kuanzia 72 mpaka 73. Djigui Diarra ana wastani asilimia 76. 70 ngapi? 6. Nataka tuwaulize 73 na 76 ipi kubwa?
Kwa maana yake kipa bora msimu huu ni nani? Lazima Djigui Diarra. Hiyo haina mjadala. Ndio medali yake hii hapa. Lakini vile vile MVP ni nani? Pacome, kwa sababu ndio mwenye tuzo nyingi kuliko mchezaji yoyote. Si unanielewa? Hiyo haina nini Mpanzo hawezi kumpita Israel. Kia tu wanamfananisha Kagoma kwa Aucho. Yaani kwa kwamba anasema Kagoma ni bora kuliko Aucho. Wewe una maoni gani? Kwanza hakuna tusi kubwa Tanzania tulitukana kama kumfananisha Kagoma. Hiyo ni tusi kubwa, ni ile ya kutukana ile hatari ya mama kuliko tusi namna hilo. Haiwezekani. Yaani watu ambao wanajua mpira leo useme eti Kagoma eti ni bora kuliko nani? Aidi Aucho. Ule unahitaji kupigwa makofi tu. Na wapuuzi ndio walikuwa wanafanya huo upuuzi. Leo tunazungumza hivi. Leo Kagoma alikuwa haja kuepo. Alikuepo kabisa. Alimaliza mechi. Amaliza mechi. Katotoa kwa masiara nini? Wao fanya Momoto Aucho. Kamuuliza Makoena wa Mamelodi. Kuna lende katikati pamoja na Makoena. Pale Mamelodi. Wamepotezwa na Aucho mechi ya kwanza kabla mechi ya pili hajaumia. Aidi Aucho fanya sana Aucho nini? Ndio namba 6 bora ambaye ametokea katika hizo Tanzania. Ambaye anakupa kila kitu. Anakaba, anapiga na pasi. Hakuna kiungo namna hiyo. Huyo ndio aitwa Aidi Aucho. Uganda wenyewe heshima yao kubwa wote wamempa captain yule. Kwani hajampa mkwala? Si ndio hapo wampe. Bora kwa mapuzi. Kagoma national team yenyewe Tanzania acheze. Wanasema Kagoma ni bora kuliko Aucho. Wewe si mwenda wazimu. Sasa mwalimu, tukiangalia kwa maoni yako, Simba amepoteza kama finali 3. Ukianzia na ile na Berkane, akaja akapoteza nusu finali dhidi ya Singida. Black Stars akaja akapoteza hii, nayo ilikuwa finali yao. Wewe una maoni gani? Manake wao bado wanadai wanatengeneza timu, wakati awali walikuwa wanasema wanakuja kwa ajili ya makombe. Kwanza hapo sasa hapo tunarudi pale mara kwanza, kama unakumbuka tufanya interview. Inawezekana nyinyi tuambie hivi. Msimu huu hawezi kusema wanatengeneza timu. Simba imeanzishwa 36. Sawa. Yaani mwaka 36 mwaka huu ndo watengeneze timu. Tunaambia hivi, nyinyi hamtengenezi timu. Na kila mwaka akifungwa wakipoteza makombe watengeneza timu. Mwaka jana alisema anatengeneza timu. Mwaka huu anasema anatengeneza timu. Hiyo tumewachoka. Hiyo inaitwa defense mechanism. Hali ya kujilinda na hali ya kujilinda kunaitwa denial mechanism. Denial unahitaji kitu lakini unasema mimi hiki nakihitaji lakini sikita. Ni sawa sana kwa mfano mzuri. Ni sawa sana mtaani. Yaani mtaani inawezekana kuna pisi hiyo. Kila mmoja mtu anapiga. Lakini wewe ukienda unafanyaje? Unakataliwa. Alafu unasema demu gani ule? Kwa hiyo maana yake wao una nini? Ndio hao. Kwa hiyo unasema hawataki kikombe msimu huu. Hawataki kikombe. Sasa hivi wanasema wanatengeneza timu. Ndio wanatengeneza timu maana yake kina leo Kefa Kayombo wale wasingekuwa na wabeba wanatengeneza timu. Si ndio hapo. Leo wanalalamikia marefa, wanasema marefa ni kama walikuwa upande wa Yanga. Wakiongea kina Mandala. Umasikia